Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza katika channel yetu ya Tanzania ITV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha muhimu cha kuzingatia unapoendelea kutazama hii kanda, yeyote ambaye anatazama na kupembeleza, uponyeze alama ya like, na karibu ni kuhabarishe kwa undani. Taarifa za ndani ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari huwezi kuziamini. Kivipi? Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameamua kufunga afisi zote za mawakili hapa Tanzania, lakini kisiri. Kivipi? Nitakueleza kwa undani, ndio maana tunafanya uchambuzi wa siasa na kukueleza vile amefunga afisi hizi za wanasheria hapa Tanzania. Sasa iko hivi, vile unavyotazama kwa skrini yako, chapisho hili limeandika ofisi ya Mwambukusi yapewa magari mawili ya kisasa. Ofisi ya Mwambukusi yapewa magari mawili ya kisasa. Unaona? Sasa swali tunajiuliza ni kivipi Samia amefunga afisi za mawakili zote hapa Tanzania? Serikali ya Samia Suluhu Hassan, kama hamjui, Mwambukusi huyu ambaye anazungumziwa anaitwa, jina lake kamili anaitwa Boniface Mwambukusi. Yeye ni rais wa TLS, yaani chama cha wanasheria hapa Tanzania. Hiyo ni ofisi kubwa ambayo inasimamia mawakili wote hapa Tanzania. Kwa sababu Mwambukusi amekuwa mstari wa mbele na mawakili wengine kuivamia na kuishambulia serikali ya Samia Suluhu Hassan na kuanika maovu yake kila wakati, na kusema anapoenda mrama wanamrekebisha, yaani wanaikosoa serikali ya Samia Suluhu Hassan. Sasa ameamua, hii serikali imeenda sasa hivi imenunua magari makubwa. Magari ambayo wamenunua, gari moja linaitwa Toyota Land Cruiser Hardtop. Unaona? Haya magari yamenunuliwa ili kwenda kutumika katika ofisi ya rais wa TLS, ofisi ya huyu rais wa TLS ambaye anaitwa Boniface Mwambukusi. Kwa hivyo hii ni njia moja Samia ameamua kununua magari Toyota Land Cruiser Hardtop. Unaona? Ili mawakili wote wanyamazishwe. Yaani ni njia ametafuta ya kuwanyamazisha, wasije wakaongea na kuikosoa serikali ile ambayo anaiongoza sasa hivi Samia Suluhu Hassan. Kwa hivyo Samia amefunga afisi zote za mawakili kisiri kwa kutumia mbinu ya kununua magari Land Cruisers makubwa mawili yaende kwa ofisi ile ambayo inasimamia mawakili wote hapa Tanzania, kama njia moja ya kunyamazisha, kutoongea dhidi ya maovu ya Samia Suluhu Hassan. Hivyo ndivyo Samia ameamua kuwafunga midomo, wasije kukailaumu serikali yake. Hivyo ndivyo Samia ameamua kufunga ofisi zao kwa kufungua kila siku na kuanza kutoa mzomo ama kumzomea ama kumlaumu katika uongozi wake. Sasa chama cha wanasheria hatimaye kimezungumza. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS ambacho kinasimamiwa na Boniface Mwambukusi kimetoa shukurani zake za dhati kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwapatia magari mawili Toyota Land Cruiser Hardtop yatakayorahisisha utekelezaji wa majukumu ya chama. Sasa hatimaye hatuna mawakili. Mawakili ambao wamekuwa wakitetea Tanzania sasa wameungana, wameingia katika upande wa serikali baada ya kufadhiliwa magari mawili aina ya Toyota Land Cruiser Hardtop. Washapewa hizi magari, ambapo tuliweza kushuhudia naibu mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Samuel Maneno
kwa niaba ya mheshimiwa rais mwenyewe amemkabidhi magari hayo mkurugenzi mtendaji wa TLS Bi Mariam Othman Ikulu jijini Dar es Salaam. Hatua hii ni chanya katika kuongeza kasi ya ufanisi wa utekelezaji wa majukumu ya TLS. Yaani wakafunga safari wakaenda Ikulu ya Samia Suluhu Hassan kupokea magari hayo ambaye alienda kupokelewa na huyo ambaye anaitwa Mariam Othman ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa TLS. Sisi wa Tanzania tumeisha. Unaona sasa hivi hii tunasema kwa kizungu state capture. Samia ameweka jeshi la polisi kwa mfuko, ameweka mahakama kwa mfuko, ndio maana Tundu Lissu wanasumbuliwa. Sasa ameweka mawakili kwa mfuko, hii ndio state capture kwa Kiingereza. Sasa hakuna yule ambaye ataonekana anazungumza vibaya dhidi ya serikali yake. Hata ukikamatwa, mawakili washahongwa kupitia magari haya. Hata sio magari peke yake, unaweza jua wamepewa kitu kidogo za unaelewa tu. Sasa Tanzania hata kupata wakili ambaye anaenda kukutetea labda ni Tundu Lissu, kwa sababu washawekwa kwa mfuko. Wameshukuru serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutoa ufadhili wa magari hayo mawili. Sasa penye tumefika hatuwezi elewa kila ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Samia anataka kuongoza kwa kifua na amefaulu, kwa sababu ukiweka askari kwa mfuko, ukiweka mahakama kwa mfuko, ukiweka wanasheria kwa mfuko, you are done. Umemalizana na mambo hayo. Sasa hapo ndipo tupo sasa hivi. Tuko katika njia chanya. Tuko katika nyakati ambazo ni ngumu kuelewa kila ambacho kinaendelea hapa Tanzania. Mimi sijui, toa maoni yako kwa comment section. Kwa sehemu ya maoni hapa chini tutakuwa tunapitia moja kwa moja. Je, wewe unaunga mkono chama ambacho kinasimamia mawakili hapa Tanzania, TLS, kushukuru Samia Suluhu Hassan na ni vizuri walienda Ikulu kupokea magari ambayo wamenunuliwa? Sasa mawakili, hizi hela mnakusanya kila mahali, mnaenda kuwakilisha watu kwa mahakama. Hizi hela mnakusanya, si mungefanya mchango mnunue magari? Mnaendeza Samia Suluhu Hassan kuhongwa, kuwekwa kwa mfuko. Tumeisha Tanzania. Naomba nitamatishie hapo, tukutane kwa kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. Lakini ikiwa hauja subscribe, chukua sekunde moja tu, bonyeza button ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kila wakati. Kwaheri kwa sasa, tukutane baadaye.